Bwana kama kawa kama dawa, karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo, lakini pia burudani, kipindi tu ambapo kipindi ambapo story yote inatokea. Kikubwa ambacho kinazunguka sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni kile ambacho amekifanya Aziz Andabwile. Taarifa kadha wa kadha zilikuwa zinazunguka kwenye mitandao ya kijamii zikiripotiwa na mareporters mbalimbali wa habari, lakini pia waandishi wa habari ambao wamekuwa wakieleza kwamba Aziz Andabwile ana kesi pale TFF, kesi ambayo inadai kuhusiana na maslahi yake, kitu ambacho yeye mwenyewe kuna namna fulani hivi amekuja kutoa tamko kueleza ukweli wa jambo lenyewe namna ambavyo lipo. Sasa nikusogezee taarifa ambazo zilikuwa zinazunguka kwanza kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimefika ni kwamba Aziz Andabwile amefungua rasmi kesi TFF wakidai fedha za usajili, ambao ni wasimamizi wake. Sasa wanadai fedha za usajili ambazo hadi sasa hazijalipwa na wananchi. Kwa hiyo kesi hiyo imepangwa kusikilizwa Alhamisi ya Novemba 13, ikimaanisha kesho, katika ofisi za shirikisho la soka Tanzania TFF. Sasa mmoja kati ya mameneja wa habari wamedhibitisha hilo, akisema kwamba ni kweli Aziz hajalipwa fedha zake za usajili. Tumefikia hatua ya kisheria, kesi yetu itasikilizwa kesho TFF, ameweza kusema Hilary, ambaye ni mmoja wa wasimamizi wa Aziz Andabwile. Sasa tukio hilo limeweza kuibua maswali mengi kuhusu uaminifu wa Yanga katika masuala ya mikataba na malipo, klabu ambayo imekuwa ikihusishwa mara kwa mara na wachezaji kadha wa kadha hasa wa kimataifa wakidai stahiki zao baada ya kuweza kutemana na Yanga, lakini pia baada ya kwenda kujiunga nao. Sasa mashabiki na wadau wa soka wameonyesha kukerwa mno na kile ambacho kinaendelea, jambo ambalo limepelekea muda sio mrefu kuweza kushuhudia pia Aziz Andabwile mwenyewe kuweza kuandika jambo kupitia ukurasa wake wa Instagram, kutolea ufafanuzi wa hicho ambacho kimekuwa kikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Aziz Andabwile kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika hivi: habari wananchi, nipende kuchukua nafasi hii kuliweka sawa jambo linaloendelea mtandaoni kuhusu mimi na klabu yangu ya Yanga. Mimi ni mchezaji wa Young Africans Club na haki zangu za kimkataba tayari nilishalipwa. Niwaombe ndugu waandishi wa habari kuwa na vyanzo sahihi vya taarifa ili kutoleta taharuki kwa wachezaji kwenye timu zao. Mwisho, niwaombe radhi wote ambao wamekuazika na sintofahamu iliyojitokeza. Daima mbele, nyuma mwiko. Hiyo ndio taarifa ambayo ameweza kuitoa Aziz Andabwile, taarifa ambayo imeweza kupongezwa kwa kweli, na tumeona pia waandishi ambao walikuwa wanaripoti taarifa hizo wakiweza kutagiwa. Unajua mashabiki bana ni watu ambao wamekuwa wakitunza risiti za waandishi wa habari, lakini pia wachambuzi wa soka. Hivyo pale ambapo wanaona kwamba kuna namna moja ama nyingine wameweza kushinda, wamekuwa wakitumia au wakiwatag, lakini pia wakituma screenshot ya kile ambacho kimekuwa kikidhibitisha ukweli kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho pia kimekuwa ni kizuri kuonyesha kwamba watu wamekuwa wakifuatilia taarifa kuanzia mwanzo na wamekuwa kitamani sana kuweza kupata ufafanuzi wa kweli wa kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Lakini wengine, kuna watu ambao bado mpaka sasa hivi hawajazungumza chochote na wamekuwa wakielemea kwa upande wa kueleza kwamba huenda kijana wa watu Aziz Andabwile ameweza kuambiwa bana, fanya namna tuweze kuona taarifa hii inaweza kupungua au inaweza kutokomezwa na kuweza kuisha kabisa. Maana pia afisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Shaban Kamwe, na yeye kuna ujumbe ambao aliweza kuandika kuonyesha kwamba naye pia kuna namna kama haamini kile ambacho kinaendelea. Yani sio kuhusiana na kocha, bado mambo yanakuwa ni mengi, lakini pia bado mambo yamekuwa yakiripotiwa mengi mno kuhusiana na Yanga. Haichezi vizuri, mara kocha ameyeyusho, Falls huyu ni Falls wa kocha huyu ni sawa na Falls ambaye ameondoka na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele uwe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time, Merit Official PMTZ_, Instagram pale dondoka andika it's PM Short, then unyama wote wa kimichezo pamoja na burudani utaendelea kupata pale pale. Till next time.